Naitwa Mwile Kauzeni, Senior Principal Bank Officer kutoka Kurugenzi ya Usimamizi wa Sekta za Fedha. Kwenye Kurugenzi ya Usimamizi wa Sekta za Fedha tuna kazi ya kutoa leseni, kudhibiti na kusimamia taasisi za fedha Tanzania, ambao kuna mabenki, kuna taasisi ndogo za fedha, pia kuna maduka ya kubadilisha pesa. Kwenye kauli mbiu yetu kwa ajili ya mikopo kwa wananchi inaitwa Zinduka Usiumize, kopa kwa malengo, kwa maana ya kwamba tunaambia wananchi mkakope kwa ajili ya manufaa yao, lakini sio kopa kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo hazileti maendeleo. Shughuli zinazoleta maendeleo ni kama kwenda kukopa kwa ajili ya kuongeza mtaji wa biashara, au kwenda kukopa kwa ajili ya kufanya biashara, au kwenda kukopa kwa ajili ya kufanya kilimo. Lakini usikope kwa shughuli ambazo hazina maendeleo kama kwenda kutunza mtu au kwenda kufanya sherehe, kwa sababu ukikopa bila malengo, ina maana utashindwa kurudisha marejesho kwenye ule mkopo, kwa sababu hutakuwa na kianzio cha kwenda kurudisha mkopo. Kwa maana hiyo utakosa source ya kurudishia huo mkopo. Kwa kweli tumeshafanya kampeni ya Zinduka Kopa kwa Malengo, takriban saa hizi itakuwa tunataka kufanya mara ya 3. Mara ya kwanza tulifanya hiyo kampeni Dar es Salaam na kweli mwitikio ulikuwa mzuri. Mara ya pili mwezi wa 3 tulifanya mkoani Mwanza, ambako wananchi wameelewa kwa nini wanatakiwa kukopa kwenye sehemu ambazo watapata mikopo na pia mikopo itakuwa salama. Na hizo sehemu ili waweze kukopa hizo sehemu ambazo zenye salama, watazijuaje? Benki Kuu inawajulisha wananchi kwamba wakope sehemu zilizo salama kwa kupitia website yake ambayo inaitwa www.bot.go.tz. Kule watakuta listi ya taasisi ndogo za fedha ambao wanaweza kwenda kukopa, au listi za mabenki ambako wataweza kukopa. Na tumeshawaambia waende kukopa kwenye sehemu zenye sajiliwa ambao wao usalama, kwa sababu ili kuepuka migogoro ambayo inatokea sehemu ambazo hazijasajiliwa. Ombi letu kubwa, au kuna washauri wananchi kama tulivyosema, kutokana na hiyo kampeni yetu ya Zinduka Kopa kwa Usiumize, kopa kwa malengo, kwamba wananchi mjitambue kwanza mikopo nini maana ya mkopo, na pia tumeshawaeleza watu wa huduma kwamba hizi taasisi ndogo za fedha kuwaelimisha wananchi wakifika pale kwa ajili ya kuchukua mikopo, ili kupunguza hayo malalamiko au sintofahamu ambayo inaweza kutokea. Kwa hiyo tunawashauri vizuri kabisa wananchi wakakope kwa malengo na waende sehemu ambazo zina leseni ambazo Benki Kuu imetoa leseni. Kwenye taasisi zinazotoa mikopo tunaelekeza kwanza kutoa elimu ya aina ya mikopo wanayotoa kwa wananchi. Pili, kufuata sheria na kanuni za taasisi ndogo za fedha, sheria ya mwaka 2018 na kanuni ya 2019. Na pia waelekeze vizuri wananchi hizo product ambazo wanatoa. Je, huyu mteja kweli anahitaji mkopo wa kilimo? Je, huyu mteja anahitaji mkopo wa kufanya biashara? Au je, huyu mteja kweli anahitaji mkopo kwa ajili ya kuongeza mtaji wake? Kwa hiyo tumewapa hiyo somo kwamba, au tumewaelekeza waelimishe wananchi. Na kweli wananchi sasa hizi wameanza kuelewa. Kabla hajaenda kwenye hizo taasisi, hata sisi huwa unapiga simu BOT kuuliza, je, hii taasisi hii inaeleweka? Kwa hiyo sisi tunamwambia kabisa hii iko kwenye listi yetu, kwa hiyo unaweza kwenda kukopa. Kwa hiyo mwamko ni mzuri. Je, BOT inasemaje kuhusu huduma za mikopo mitandaoni? Asante ndugu mwandishi. Ni kweli sasa hivi pia kuna ruhusa ya kufanya mkopo mtandaoni ambao tunaita digital lending. Pia BOT inatoa no objection letter kwa mtu ambaye anafanya mikopo mtandaoni. Inafanyaje? Ni kwamba kama unahitaji kufanya mkopo mtandaoni, kwanza unatakiwa tuletee barua ya kuomba kufanya mkopo mtandaoni. Pia utuelezee hiyo product inafanyaje, yani app, jina la app. Pia utatuelezea platform ambayo unaweza kuitumia. Lakini hiyo yote BOT inafanya kwa kushirikiana na TCRA. Kwa kama unataka kufanya biashara ya mtandaoni, lazima utuone BOT, na sisi communicate na TCRA ili wewe tukuruhusu kufanya kazi mtandaoni, kwa sababu hapo utakuwa umetuletea dokumenti zako. Pia tutakuita ili utuelezee hiyo kazi utaifanyaje, kwa sababu pia ni mambo ambayo ni ya mtandaoni. Tutakuwa na mtu wetu wa IT
Siku ambayo tukikwambia uje kutakuwa na mtu aitwa IT. Pia tunataka pia uwe na ofisi physically na pia server zako ziwe Tanzania, zisiwe nje ya nchi. Kwa vyote ambavyo vyote hivyo tunaviangalia ili wewe mkopeshaji mtandaoni uwe salama na pia anayechukua mkopo awe salama. Na sasa hivi pia digital lenders wako wameongezeka, wako kama 20 na kitu. Kwa wananchi wanaruhusiwa kukopa kwenye hizo sehemu kwa sababu listi nao ipo kule kwenye mtandao wetu wa www.bot.go.tz. Kwa mwananchi anaweza kwenda kule pia akaona listi ya taasisi ambazo zinatoa mkopo mtandao na ambazo zimeruhusiwa na Benki Kuu. Tunawakaribisha wananchi waje wapate elimu ya taasisi za fedha ili wakakope sehemu ambazo ziko salama. Pia katika banda letu hili wanaruhusiwa kuja kuangalia hiyo section ya usimamizi wa sekta za fedha tunafanya nini. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Enthusiasm Mwagala, natokea kurugenzi ya masoko ya fedha Benki Kuu, na tunavyohizimisha maonyesho haya ya Sabasaba ya miaka 50 yenye kauli mbiu Sabasaba fahari ya Tanzania. Sisi kama kurugenzi ya masoko ya fedha tumekuja kutoa elimu kwenye majukumu ambayo tunayafanya, ikiwemo jukumu la kwanza kabisa la kutekeleza sera ya fedha, lakini pia kutunza akiba ya serikali ya fedha za kigeni, lakini pia tunatoa elimu ya utekelezaji wa programu ya ununuzi wa dhahabu, lakini pamoja na hilo pia tunatoa elimu ya uwekezaji kwenye dhamana za serikali ambazo zinafahamika au maarufu kama hati fungani za serikali au bond. Dhamana za serikali tunasema ni nyenzo au ni njia ambayo serikali inaitumia kutafuta rasilimali fedha kutoka kwenye masoko. Inatafuta hizi fedha kwa mtu mmoja mmoja au kwa kampuni au inaweza ikawa ni taasisi. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa tunasema serikali inatafuta fedha kwa muda maalum na itakuahidi kwamba itakulipa asilimia ngapi kwenye uwekezaji wako. Kwa hiyo kwa mfano mfupi, kama serikali ikisema inatafuta fedha kwa muda wa miaka 2, tafsiri yake wewe mwekezaji utaipa serikali fedha yako itarudishwa baada ya miaka 2, lakini katika hichi kipindi cha miaka 2 itakulipa faida ambayo itakuwa imekutangazia wakati wa uwekezaji wako. Mwananchi unapowekeza kwenye dhamana za serikali, kwanza kabisa ni uwekezaji salama kwa sababu umeipatia serikali fedha yako, lakini pia uwekezaji huu unakulipa faida, na faida hiyo tunasema haibadiliki kwa muda wote wa uwekezaji wako. Kama utakuwa umechagua kuwekeza kwenye hati fungani ya miaka 5, manake kwa muda wote wa uwekezaji wako tutakulipa faida ambayo tulikuahidi wakati unawekeza bila mabadiliko yoyote ambayo yatatokana na uchumi au yatakayotokea kwenye soko. Kwa hiyo uwekezaji huu ni salama na unakulipa faida ambayo haibadiliki. Ujumbe wangu kwenye maonyesho haya, tunapenda kualika Watanzania wote na watu wote wenye nafasi waweze kutembelea banda la Benki Kuu. Tunatoa elimu mbalimbali. Hii nimegusia tu ni elimu ambazo tunatoa sisi kama kurugenzi ya masoko ya fedha, lakini kuna elimu nyingi zinapatikana hapa Benki Kuu. Kuna dirisha la wachumi, kuna mambo ya mifumo ya malipo, kuna mambo ya usimamizi wa sarafu na mambo mengi kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote muweze kuja kujifunza, mpate elimu kwenye shughuli ambazo Benki Kuu inazifanya. Asante. Mimi naitwa Grace Komba au naitwa Madam Grace. Nimekuja kujifunza masuala ya uwekezaji kwa sababu ya kujiwekea akiba katika maisha yangu ya mbele ya baadaye. Pia kutokana na majukumu yangu ya kazi, kufuatilia biashara imekuwa ni ngumu. Naona kama nitafanya uwekezaji huku inaweza ikanipa faida vizuri zaidi. Kwa sababu ukiweka hela kidogo wanakupa riba. Kila baada ya miezi 6 una uwezo wa kuchukua faida yako ya riba, na ukishamaliza ule muda watakurudishia mtaji wako wote kama ambavyo upo. Kwa hiyo ambayo imenivutia kuja na kufuatilia. BOT mimi naona wazidi kuleta hiyo elimu hasa kwa kina mama mitaani ambao tunachukua sana kausha damu za mikopo ya kutupatia stress na kunyang'anywa dhamana zetu kama viwanja, nyumba na hata asset zetu za ndani kama labda vitanda, magodoro na nini. Na pia mimi ningeshauri BOT haya masomo yaende pia mpaka kwa vijana, hasa wanafunzi, wahitimu wa vyuo vikuu, wahitimu wa VETA, wakulima na wafanyabiashara wengine wadogo na wajasiriamali.